CCM oyee! Ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Asha Rose Migiro, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu ambaye pia ni kiongozi wa waratibu wa kampeni katika mikoa ya Rukwa na Katavi, kishirikiana na ndugu yetu Fadhili Maganya ambaye ni mwenyekiti wa wazazi taifa, kaka yetu Comrade Mizengo Pinda, pamoja na wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mlioko nasi hapa, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa pamoja na kamati za siasa mkoa na wilaya, wenza wa viongozi wakiongozwa na dada Tunu Pinda na grupu yote ya Millennium mliopo hapa, wagombea ubunge ndugu Aisha Hilali wa jimbo la Sumbawanga mjini na ndugu Jusangu wa jimbo la Kwela, wagombea wa ubunge wa Kalambo, lakini pia jana nilikuwa na wale wa Nkasi Kaskazini na Nkasi Kusini kama pia wapo hapa. Tambua uwepo wagombea wa udiwani kwa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa Rukwa, machifu wenzangu na viongozi wote wa kimila, ndugu zangu wanahabari, wasanii wetu, vikundi vya hamasa mlioko hapa na makundi mengine, makundi ya mama semewe, wanavyamalishe na babalishe, bodaboda, maafisa usafirishaji, wanawake na Samia na makundi yote mlioko hapa. Kazi na utu. CCM oyee! Ndugu zangu, kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kutujalia leo kukutana na kuwa na mkutano huu ambao ni mkutano wa mwisho ndani ya mkoa huu, lakini mkutano mzuri sana. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa, waratibu wa kampeni na viongozi wa wilaya zote nilizopita kwa maandalizi mazuri sana ya mikutano yetu. Jana niliingia Rukwa, nilikuwa na mkutano pale Nkasi, kakutana na viongozi wa Nkasi Kusini, Nkasi Kaskazini, na ulikuwa mkutano mkubwa na mzuri sana. Lakini waratibu hawa wamenifanyia mikutano mizuri sana kwenye mkoa wa Katavi. Nimepokelewa kwa umma mkubwa na nimeagwa kwa umma mkubwa. Na jana nimeingia Rukwa, nimepokelewa kwa umma mkubwa, na leo naaga kukiwa uwanja umefurika watu hapa. Waratibu na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, asanteni sana. Lakini washukuru sana wananchi wa mikoa yote miwili, na washukuru sana kwa kujitoa kwenu kwa wingi kuja kutusikiliza na kuja kupata ujumbe kuelekea uchaguzi wetu mkuu wa mwaka huu. Nimefurahi sana kufika tena katika mkoa huu wa Rukwa, na kwa kweli nawashukuru kwa shughuli zote tulizozifanya pamoja. Ndugu zangu wana Rukwa, leo tarehe 19 mwezi wa 10 tunahesabu tumebakiwa na siku 10 kabla uchaguzi mkuu. Sasa ule wakati ambao wananchi wote tumeusubiri kwa hamu ili tufanye maamuzi kuhusu viongozi tunaowataka unakaribia kufika. Na wale walioko wanasema mwezi wa 10 tuna jambo letu, jambo linakaribia kufika. Ni siku 10 tu zijazo. Hivyo inabidi kila mmoja wetu ajiandae, kila mtu angalie kadi yake ya kupigia kura ilipo, aiweke vizuri. Na kwa kuwa siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko, sote hatuna budi kuhimizana na kuhamasishana
kutoka mapema ili tukatumie haki yetu ya kikatiba ya kupiga kura. 29 mwezi wa 10 oye! Kura oye! Asanteni sana. Ndugu zangu, niungane na walionitangulia kusema, Mheshimiwa Pinda na wengine, kusema Rukwa ina mabadiliko makubwa sana. Nilikuja Rukwa mara ya kwanza 1997. Nilikuja kufanya kazi na NGO inaitwa Rango kwa wakati ule. Nilikaa hapa miezi mitatu nafanya utafiti wa NGO zilizoko hapa Rukwa. Niliajiriwa na shirika moja la Norwegian People's Aid, wakataka nije kuwafanyia research huku. Nikafanya research kwa miezi miwili, nikaondoka mwezi wa 3, ikawa mwezi wangu wa kuandika taarifa nilizoziona. Nilifanya kazi na NGO inaitwa Rango kwa wale wanaoikumbuka. Rukwa haikuwa hivi. Haikuwa hivi hata kidogo. Nilihangaika kutafuta hoteli, nikapata guest house kimoja katikati hapo. Ndio nikakaa hapo. Bahati nzuri siku moja niliishiwa nadhani na mafuta au dawa ya meno. Nikaenda kidukani kununua. Bahati nzuri kikawa kiduka cha jamaa yangu wa Kipemba. Kwa hiyo pale nikapata jamaa ndani ya Rukwa hii. Kwa hiyo nikaa najivuna na kwenda na kazi zangu, nikirudi napita kwa jamaa zangu, kilichopo nagaiwa, yalla tunakwenda. Nimekuja mara ya pili Rukwa kwenye kampeni za mwaka 1915 nikiwa mgombea mwenza. Nikakuta mambo yamebadilika kidogo, lakini si hivi tulivyo leo. Wakati ule baada ya kampeni nikarudi tena Rukwa, nikamkuta mkuu wa mkoa Mama Stella Manyanya. Ndio tukawa na ile simu ya Rukwa, Ruka kwa maendeleo. Angalau tulianza kufunguka. Na wakati ule ndipo nilipokusanya kero zote za Rukwa, nikazibeba kwenda kuzifanyia kazi. Nikarudi tena Rukwa kwa ziara ya kikazi. Nikafanya kazi, nikaondoka. Nikarudi tena Rukwa. Ziara ya kikazi nilifanya kazi ya kufungua na kuweka majiwe ya misingi baada ya kwenda kuzifanyia kazi zile kero. Nikaondoka, nikarudi. Nadhani hiyo ni mwaka jana, Julai mwaka jana. Ndio nimerudi tena mara hii. Nadhani itakuwa mara yangu ya 4 au ya 5 kuja Rukwa. Lakini kila nikija mambo ni tofauti. Niwape pongezi sana na hongereni sana wanarukwa. Mambo ni tofauti. Ile Rukwa ya awali niliyokuja, nakumbuka kulikuwa na mabasi ya Sumri. Siku ambayo nimeondoka kurudi huku, tulilala njia mvua ilinyesha, tukalala ndani ya basi. Tunasubiri basi jingine litoke likashushe watu Sumbawanga, lije lituchukue turudi nalo Tulilala katikati hapo. Sikumbuki ni kijiji gani. Kisa nini? Mvua imenyesha, hakutembeleki. Na basi likatumbukia hapo, tukalala hapo katikati. Sasa hivi natoka Dar es Salaam asubuhi Rukwa, unaingia kwa wakati wako saa 11 saa 10 uko Rukwa. Na kama ni gari la private, gari lako mwenyewe, unafika mapema zaidi. Hongereni sana. Mambo makubwa yamefanyika. Hongereni sana wanarukwa. Sasa nilipokuja mwaka jana mwezi Julai, nilikuja kwa ziara ya kikazi. Na kazi nilizofanya kama nilivyosema, niliweka majiwe ya msingi. Kwanza kwenye shule ya wasichana ya sayansi ya mkoa wa Rukwa. Na hapa
nataka niendane na lile alilolisema Comrade Pinda, kufundisha wanasayansi. Shule ile sasa iko tayari na imeanza kuchukua wanafunzi. Tumejenga shule maalum za wasichana za fani za sayansi ili kuongeza wingi wao katika fani hizo. Tunataka madaktari wengi, tunataka mainjinia wengi, tunataka fani zote za sayansi. Watoto wa kike ambao walikuwa nyuma waingie huko pia. Lakini pamoja na watoto wa kike tunajenga pia shule maalum kwa wavulana wenye vipaji. Tunazijenga kote Tanzania. Kwa hiyo kwanza nilikuja kufanya kazi hiyo kwa madhumuni hayo ya kufundisha watoto wengi wa kike waingie kwenye fani za sayansi ili warudi waje wafanye kazi na wenzao. Lakini kazi ya pili niliyoifanya wakati ule, nilizindua chuo cha ualimu Sumbawanga ambacho ni miongoni mwa vyuo vya ualimu 35 vya serikali, ili tuwe na walimu wengi, tuwasomeshe walimu wengi. Wakisomeshwa huku, wakigawiwa mikoa ya huku wanaweza wakafanya kazi vizuri zaidi. Na kama alivyosema Comrade Pinda kwamba sasa hivi watumishi si mara nyingi kudai uhamisho. Kwa hiyo tumefungua chuo tuzalishe walimu wengi. Vile vile niliweka jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi ya Rukwa ya Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia kule Kaengesa. Na nadhani ujenzi kama unaendelea, uko mwisho kabisa chuo kukamilika. Hiki ni chuo cha sayansi na teknolojia, chuo ambacho kitatoa fursa kwa vijana wetu wa Rukwa kuingia na kusoma na kuzalisha wanasayansi wengi, wajuzi wa teknolojia watoke ndani ya mkoa huu. Hawatosoma peke yao, watasoma na wenzao, lakini ni fursa kwao. Wakitoka shule za sayansi tulizozitayarisha, wanaingia chuo, wanakuwa wanasayansi kweli kweli. Hali kadhalika, wakati ule niliweka jiwe la msingi chuo cha VETA Sumbawanga ambacho kitakuwa ni chuo cha 4 ndani ya mkoa huu, na tayari chuo hiki sasa kimeshachukua wanafunzi na kinatoa huduma. Vile vile wakati ule nilizindua jengo la huduma za dharura katika hospitali ya wilaya ya Nkasi, ikiwa ni sehemu tu ya uwekezaji kwenye sekta ya afya mkoani humu. Nilizindua jengo la dharura, nimekwenda pale, nimeona kila mashine inayohitajika kwenye emergency ziko pale na ni mashine za kisasa. Kwa hiyo ndani ya mkoa wetu huu kuna huduma za afya ambazo haziwezi kutiliwa shaka. Lakini vile vile wakati ule niliweka jiwe la msingi kwenye uwanja wa ndege ambao mesema hapa tumeshamaliza runway, tunamaliza miundombinu mingine ili uwanja wa ndege uwe kamili na uweze kutoa huduma na ndege kubwa ziweze kutua ndani ya mkoa huu. Sumbawanga oye! Rukwa oye! Sasa ndugu zangu, baada ya kusema hayo niseme kwamba ukiangalia kitabu cha ilani kile kidogo cha mkoa, kule ndani tumeweka mambo yote yatakayofanyika ndani ya mkoa huu. Kwenye sekta ya afya hatujamaliza. Bado tunajua kuna zahanati zinataka kujengwa, kuna maeneo kata ambazo hazina vituo vya afya vinataka kujengwa. Kuna mambo kadhaa ndani ya sekta ya afya bado yanahitajika ndani ya mkoa huu, kwa hiyo tutaendelea. Kwenye elimu, tutaendelea na sera yetu ya elimu bila malipo, lakini pia tutaendelea kuweka miundombinu ya elimu katika ngazi zote. Ngazi za chini hadi ngazi za vyuo, bado tutaendelea. Pamoja na kuajiri watumishi kwenye afya na kwenye elimu, bado tutaendelea. Maji, lengo letu ni kila Mtanzania, kila mwana Rukwa awe karibu na maji safi na salama. Tunajua miradi ya maji inakwenda karibu sawa na miradi ya barabara. Miradi ya maji ni ghali mno, ni pesa nyingi mno. Tunazungumza hapa
kuyatoa maji kutoka ziwa Tanganyika kuyaleta mpaka huku na pengine yaende mbali zaidi, kwa sababu tunazungumza kuwa na gridi ya maji ya taifa. Na gridi hii itatumia vyanzo vitatu vikubwa: ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na ziwa Victoria. Huko ndiko tutakakotoa. Njia tatu hizo zitakwenda pahali zikutane, tufanye maji ya gridi ya taifa, tuwe na storage, akiba au hifadhi, ndio neno zuri, hifadhi ya maji mengi, ambayo hii ndiyo gridi yetu ya taifa. Pande wowote ukikosa maji, basi gridi inafanya kazi ya kugawa maji upande uliokosa maji. Kwa hiyo tunapozungumza maji safi na salama, hatutani. Tumejipanga kutumia fedha nyingi sana kufanya gridi ya taifa ili kila Mtanzania awe karibu na maji safi na maji salama. Tunapozungumzia umeme, kwa kweli umeme tumemaliza kazi. Tumemaliza vijiji vyote 12,300. Tunakwenda kwenye vitongoji. Tumeshafanya nusu ya vitongoji vya Tanzania. Miaka 2 ijayo kama itafika, tutamaliza vitongoji vilivyobaki, na Tanzania kuanzia 2027 itakuwa na umeme wa uhakika. Masaa 24 umeme unapatikana wa uhakika. Kukizimwa lazima itolewe sababu kwa nini umeme umezimwa eneo hilo lililozimwa. Labda kuna matengenezo, labda kuna kitu kipya kinawekwa, itolewe sababu. Lakini by 2027, ikifika mwaka 2027, tutakuwa tuna umeme wa uhakika. Ndugu zangu, kwenye kilimo Mheshimiwa Bashe amemaliza yote, amesema kila kitu, nami hapa nasubiriwa niseme neno ili roho za watu zipoe. Sasa kwenye kilimo kuna mawili tu ya kusema. La kwanza, niko hapa na waziri wa fedha, niko na waziri wa kilimo. Najua bajeti tulioitoa ya ununuzi wa mahindi tuliimaliza. Lakini wanasema nini? Jungu kuu halikosi ukoko, si ndio? Sasa waziri wa fedha, hebu kachungulie kwenye jungu kuu, tuone tutapata kiasi gani tuendelee kununua mahindi. Tatizo ni kwamba tumetoa mbolea nyingi, watu wamezalisha, tumepima udongo, tumeleta ugani, watu wamezalisha kwa wingi. Sasa uzalishaji kwa wingi, mambo ni mawili. Kutahitajika maghala tena yawe mengi ili tuweze kuhifadhi, na kutahitajika fedha za kununua mahindi kwa wakulima ili tuweze kuyahifadhi. Sasa kwa bahati mbaya upande wa pili hatujafanya vizuri sana, lakini angalau tukiweza kuuza nje tapata nafasi ya kuhifadhi yale ambayo tutayanunua sasa hivi. Niwaombe kapekueni muone uwezekano tuendelee kununua mahindi kwa wakulima. Lakini eneo la pili ambalo kulikuwa kuna ombi kutoka Kalambo kwenye shamba la Nako kuangalia uwezekano wa kumega na kuwapa wakulima. Hili nataka nilichukue pamoja na mawaziri wangu tukalifanyie kazi, alafu ndio tutaleta jawabu. Siwezi kulitolea jawabu hapa. Kwa hiyo kwa upande wa kilimo tumefanya hayo, na tutarajie makubwa zaidi kama alivyosema Mheshimiwa Bashe kwamba tunajipanga kwa makubwa zaidi. Tunajipanga kuelekea kwenye kilimo cha umwagiliaji maji. Tukifika 2030 angalau tuwe na hekta milioni 5 ambazo zinamwagiliwa maji. Tukifika hapo, Tanzania hii tutazalisha chakula na tunaweza tukalisha sehemu kubwa ya Afrika, lakini pia maeneo mengine duniani. Ndugu zangu, pia nizungumzie masuala ya miundombinu, ambapo mkoa wetu huu wa Rukwa umepata maendeleo kwa upande wa miundombinu ya barabara. Nilipokuja mwaka jana nilizindua barabara ya Sumbawanga, Matai, Kasanga yenye urefu wa kilomita 107, ambayo ni kiungo kati ya mkoa
huu wa Rukwa na mikoa ya Katavi, Songwe, Tabora na pia majirani zetu wa Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Rwanda. Mkitupa ridhaa, mkituchagua, tumejipanga miongoni mwa barabara ambazo tutazifanyia kazi ni barabara inayotoka kwa Comrade Pida Kibaoni, Majimoto, Muze, Kilia Matundu. Hii barabara nataka niwaambie kwamba hii ni barabara nitakayoisimamia kwa nguvu zote. Nilipokuja kampeni mwaka 2020 nilipangwa kwenda Muze. Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyekuwepo kwa wakati ule akanisihi sana, mama, usiende Muze kwa barabara. Nikamwambia kwa nini? Akasema hakuko vizuri hata kidogo. Sitaki mgombea mwenza ende huko limfike la kumfika alafu nije kulaumiwa. Kwa imebidi niruke kwa helikopta kwenda Muze, lakini ujumbe wangu wote hawa wengine wote walikwenda kwa barabara. Kurudi kila mtu jasho linamkatika hivi. Nawaambia niambieni vipi, wanasema hatari tupu. Na kwa bahati mbaya wakati wanapandisha mlima, gari moja ikarudi, ikawa inarudi sasa kwenda kugonga zingine, wakawahi kuipangia mawe. Kwa hiyo yale yaliyotokea wakati ule sitaki yatokee tena. Kwa barabara hii nitaisimamia kwa nguvu kubwa. Tuhakikishe watu wanashuka kule Muze wakiwa na uhakika wa safari. Rukwa oye! CCM oye! Lakini barabara nyingine tutakayoisimamia ni Matai Kasesia ambayo ni kilomita 50. Sambamba na hilo tutajenga stendi ya mabasi ya Laela katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga, stendi kubwa ya mabasi. Okay. Narekebishwa ndugu zangu. Wanasema nilikuja kwa shughuli za kampeni 2015. Mimi nimesema 1915. Hapana, ni 2015. Kwa hiyo wale waandishi wa habari waliorekodi vibaya warekebishe hiyo. Wanasema ulimi hauna mfupa, si ndio? Kwa hiyo hizo ndio barabara ambazo tutazijenga na ndogo ndogo zimo kwenye ilani pale. Lakini kuna maombi mawili hapa. Ombi moja lila Comrade Pinda ambaye amesema tujenge barabara itakayoshuka Kasanga, na nadhani kuna mahali nimeona barabara inayokwenda kushuka Kasanga di Sumbawanga Matai Kasanga yenye urefu wa kilomita 107 ambayo nilizindua mwaka jana, lakini labda haijafika, inaweza ikajengwa na tukafikia huko. Ndugu zangu, jambo jingine ambalo tutafanya, barabara mbili ambazo zimeombwa ni kilomita 10 ndani ya mji wa Kalambo ambao tunachukua tuone uwezekano wake, na barabara nyingine mtaziona kwenye ilani ambayo ni ilani ndogo ya mkoa wa Rukwa. Kuna vibarabara mle vidogo vidogo tumeviweka ambavyo navyo tutakwenda kuvijenga kwa kiwango cha lami, la kuna barabara ambazo tutakwenda kuzijenga kwa kiwango cha changarawe lakini zipitike mwaka mzima, pamoja na madaraja yote yatakayokuwa kwenye barabara hizo. Lakini niseme yapo maeneo mengine ambayo yanatufungulia maeneo na fursa nyingi za kiuchumi na biashara ambayo tunaendelea kuyasimamia. Eneo la kwanza ni eneo la madini. Mkoa wetu huu wa Rukwa una utajiri mkubwa sana wa madini, kiwemo makaa ya mawe, vito vya emerald, dhahabu, shaba na hata helium. Iko hapa ndani ya mkoa wa Rukwa. Na tunaendelea kufanya utafiti kuhusu madini hayo. Kwa sasa sema tu kwamba Rukwa ina soko la madini pamoja na vituo 6 vya ununuzi wa madini. Lakini tunapozungumza leo, kwa wetu umepata wawekezaji takriban 10 wameonesha ishara ya kuja kuwekeza kwenye madini hapa Rukwa. Majadiliano bado yanaendelea. Lakini niseme kwamba sambamba na hilo pamoja na kujitokeza kwa wawekezaji hao, kipaumbele chetu cha kwanza ni wachimbaji wadogo, vijana wa Rukwa ambao tutawatengenezea mpango wafanye kazi pamoja
na hawa wachimbaji wakubwa wanaokuja. Kwa kuna maeneo tukimaliza kupima na tukimaliza utafiti, kuna maeneo tutayamilikisha kwa makundi ya wachimbaji wadogo ambao sasa wao watashirikiana na wachimbaji wakubwa. Lakini vile vile tunaangalia uwezekano wa kuanzisha kiwanda kikubwa cha kuchakata shaba hapa ndani ya mkoa wa Rukwa. Tunaangalia uwezekano. Bado tuko kwenye mazungumzo. Wanaoitaka shaba yetu ya Rukwa wamekuja kuangalia, wameona tuko kwenye mazungumzo ya waweke kiwanda hapa, ichakatwe hapa, vijana wetu wapate ajira. Na ndio maana tunajenga vyuo vya VETA ili vijana wafundishwe wakafanye kazi kwenye viwanda vya aina hii. Badili ya wao kubeba tu dongo letu la shaba wakafanye kwao, wafanye hapa ili vijana wetu wapate ajira. Tunaangalia uwezekano huo. Uwekezaji wote huu utakuza fursa za ajira na kuongeza kipato kwa wananchi wetu. Kwa hiyo wito wangu ni kwa vile vyuo vya VETA ambavyo tumeviweka hapa ndani ya mkoa, waangalie ni maeneo yepi yanatoa fursa kubwa za kiuchumi, na huko ndio wajielekeze kusomesha watoto wetu, ili uwekezaji ukija tuna wataalamu wa kutosha kufanya kazi kwenye maeneo hayo. Swala jingine ambalo nimetaka kulizungumza hapa ni kwamba katika miaka 5 ijayo, mkitupa ridhaa, tunakwenda kupanua uwekezaji wa kongani za viwanda, hususan viwanda vidogo na vya kati ambavyo kazi yao itakuwa ni kuchakata mazao yanayozalishwa ndani ya Rukwa. Kama tunauza mahindi, tuyaweke thamani kwanza, hata kama yatanunuliwa na NFRA, kuwe kuna mwekezaji ambaye atachakata, atatengeneza unga, ufungwe vizuri, unga wa mahindi kutoka Rukwa ndio uuzwe maeneo mengine. Kama kuna wengine hawataki unga, wanataka mahindi yale yakatwe vipande, chenga, tutafanya hivyo kama South Sudan. Tutafanya hivyo, alafu yafungwe mahindi kutoka Rukwa ndio yauzwe huko. Tunataka kusimama kuuza mahindi kama yalivyo bila kuongeza thamani. Sababu tutapoongeza thamani tuna faida mbili. Kwanza, vijana wetu watapata kazi, lakini sekta binafsi itapata biashara ya kufanya, lakini pia tutakuza biashara na kuongeza mapato ndani ya nchi yetu. Ndio maana tunasema tuje na kongani za viwanda vya kuongeza thamani. Sasa kuna watu wanaweza kusema hizo ni story tu, haiwezekani. Nataka kuambia tumeanza kule Mtwara kwenye korosho. Tuna kieneo kikubwa tu ambako ni kongani ya viwanda vya kubangua korosho. Tulikuwa tunasafirisha korosho na maganda yake, kumbe tunasafirisha kazi, tunasafirisha nishati, tunasafirisha mambo mengi. Sasa watachakata hapa, yale yote wanayoyapata kwao yapatikane hapa ndani ya nchi. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo ni eneo jingine. Lakini eneo jingine ninalotaka kulizungumza ni suala la usafirishaji. Nilipokuja hapa mwaka jana, kama nilivyosema, niliweka jiwe la msingi uwanja wa ndege. Nafurahi kwamba ujenzi unaendelea vizuri, ambapo hadi sasa jumla mradi ule umefikia 85%, na ambapo tumekamilisha ujenzi wa barabara ya kutua na kurukia ndege na maegesho ya ndege pia tayari tumekamilisha. Kazi nyingine kama nilivyosema ni miundombinu midogo, jengo la abiria, majengo ya zimamoto na majengo ya huduma nyingine yanaendelea. Sasa mtakapotupa ridhaa, mkituchagua tena kipindi kingine, tunaenda kukamilisha uwanja huu, na katika miaka 5 ijayo tumejipanga kununua ndege 8 kwa ajili ya shirika letu la ndege la Tanzania, tukiongezea ndege zilizokuwepo, na lengo letu tunalenga kuongeza huduma za usafiri ndani na nje ya nchi. Sasa tukiwa na kiwanja kizuri ambacho kinatua ndege kubwa hapa Rukwa, watakao kwenda Zambia, DRC, wengine na wapi, watarukia hapa, na itakuza biashara
na italeta watu wengi ndani ya mkoa wetu. Kwa upande mwingine, ndugu zangu wa Rukwa, Rukwa ina vivutio vingi ikiwemo ziwa Rukwa, milima ya Ufipa na mapori ya akiba. Hivyo tumejipanga kuiweka Rukwa kwenye ramani ya utalii ili kuchochea shughuli za kiuchumi kwa upande wa utalii. Tumeiweka kwenye ramani ya mpango wetu wa kukuza utalii miaka 5 inayokuja. Kwa hiyo ni sekta nyingine ambayo itakuja kuongeza mapato na kukuza biashara ndani ya mkoa huu. Lengo letu ni kuuza hivyo vivutio, kuvitangaza ili watu wanaokuja waone. Kuna swala limezungumziwa hapa la wavuvi. Nataka niseme kwamba sekta ya kilimo mazao, sekta ya ufugaji, sekta ya uvuvi, lakini pia sekta ya asali tumeziweka kwenye mpango unaitwa kujenga kesho iliyo bora kwa vijana. Kwa hiyo maeneo yote haya tunakwenda kuyaweka, yameshaingia kwenye mpango wa jenga iliyo kesho bora kwa vijana, na tutakuja kuitaka mikoa sasa watupe maeneo ambayo serikali inaweza kujenga, kuweka miundombinu na tuingize vijana humo waweze kufanya kazi. Tumefanya pale Dodoma. Kwenye Dodoma kuna ekari nyingi, vijana tumewaingiza kwenye kilimo, wameanza kuvuna, tumewaweka na private sector na mabenki wanachukua mitaji huko, na sekta binafsi inanunua mazao kwao, vijana wanaendelea. Tumefanya pia kule Kagera, tumeweka shamba la ekari 300 kwa ajili ya vijana, na vijana 300 ambao wangekaa kijiweni, wangesema uongo, wangesikiliza mitandao, sasa wako pale wanalima buni zao, na baada ya mwaka 2 vijana hawa wanakwenda kuvuna kahawa ambayo kwa sasa ina bei kubwa ndani ya dunia hii. Kwa hiyo vijana wetu tumeweka maeneo ya kilimo mazao, ufugaji, uvuvi na asali. Lakini pia kwenye uvuvi kanda ya Ziwa pale tayari tumeanza kuwapeleka vijana kuingia kwenye uvuvi wa vizimba, ufugaji wa samaki na viumbe maji kwa vizimba, ambapo wao wanafuga kwa njia za kisasa, wanavuna vya kutosha, wanauza na wanapata mazao. Kwa upande mwingine tumewaingiza kwenye ufugaji, ambapo vijana wetu wanafuga ng'ombe wa aina 2. Wanafuga ng'ombe wa nyama, wanakwenda kwenye minada, wananunua, wananenepesha, kisha wanauza kwenye mabucha na wanapata fedha, wanajenga maisha yao. Wengine tumeweka kwenye sekta ya maziwa, wanafanya hiyo kazi, wanapata fedha, wanaendesha maisha yao. Kwa hiyo kwa swala la uvuvi ndani ya mkoa huu tutaangalia kwenye huu mradi wa jenga kesho iliyo bora kwa vijana, ili na wenyewe tuwaweke kwenye bajeti yetu. Kwa ujumla, ndugu zangu, niseme ndani ya mkoa wetu huu maendeleo makubwa yamepatikana, na mtakapo tuchagua mkitupa ridhaa kuendesha serikali, na tuseme Mungu atusaidie, tutakuja kufanya makubwa zaidi na zaidi. CCM oyee! Kazi na utu. Sasa ndugu zangu, kazi zote hizi tulizozifanya, zilizosifiwa na wabunge na wasemaji wengine, na tunazotaka kuzifanya zote, ukizitizama kwa undani, lengo lake ni kuinua, kuheshimisha, kuimarisha utu wa mtu. Kwa sababu unapompa mtu maji safi na salama, wanasema maji ni uhai. Unapompelekea mtu huduma za afya kwa karibu, ni kuheshimisha na kulinda afya ya utu wa mtu. Lakini pia unapopeleka kilimo, kukaa na chakula cha kutosha, mapato ya kutosha, mtu akawa na senti zake mfukoni, anafanya anayoyataka, ni kuheshimisha utu wa mtu. Na yote tunayoyafanya ni kuleta heshima ya utu wako kama binadamu, ni kuimarisha utu wako kama binadamu. Na ndio maana tunasema kazi na utu. Sasa hiyo kauli mbiu utaipata Chama cha Mapinduzi peke yake. Vyama vingine hawana kauli hiyo. Tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Na kazi yetu tunayoomba mtupe, tumeiweka kwenye hivyo vitabu. Madiwani, naomba mnyanyue vitabu vyenu. Vitabu vidogo hivyo
kuna kazi tunayoomba mtupe ndani ya mkoa wa Mara ili tukaifanye, tuzidi kuheshimisha utu wa mtu, utu wa Wanamara. Hiyo ndio kazi tunayoiomba. Sasa hapa kabla sikuomba Rukwa, samahani, utu wa mkoa wa wana Rukwa, sio Wanamara, utu wa wana Rukwa, lakini niseme utu wa Mtanzania, sababu mikoa yote hiyo ni ya Tanzania na tunafanya kazi hiyo hiyo kila mkoa ili kuheshimisha utu wa Mtanzania. Sasa ndugu zangu, kabla sikuomba kura, mniruhusu nigawe ilani kwa wabunge wetu, alafu kwa pamoja tutakuja kuomba kura. Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, zinazofanywa na chama piga CCM, zinazofanywa na chama piga CCM, zinazofanywa na chama piga CCM, zinazofanywa na chama piga CCM. Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, zinazofanywa na chama piga CCM, zinazofanywa na chama piga CCM, zinazofanywa na chama piga CCM, zinazofanywa na chama piga. Haya, Rukwa oye! Rukwa! Sijawasikia wana Rukwa. Rukwa! Haya, ndugu zangu wana Rukwa, tuko mbele yenu kuomba kura. Mimi niliyesimama hapa, Samia Suluhu Hassan, kwa wale wa mbali hawataniona, lakini mkitizama kwenye maskrini hayo mtaniona. Ambaye yuko nyuma ya skrini atizame kwenye picha, niko hivyo hivyo, sijabadilika. Niko hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi ni mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Nyuma yangu kushoto kuna wabunge, wagombea ubunge wa majimbo ya mkoa huu wa Rukwa. Wote ninao hapa. Mbele yangu kuna madiwani wa kata zetu ndani ya mkoa huu wa Rukwa, madiwani wetu wa kata zetu. Sasa ndugu zangu, mimi mgombea urais pamoja na wagombea ubunge, sisi tunaenda kufanya kazi ngazi ya taifa. Ngazi ya taifa, hawa wananisaidia bungeni, mimi kwenye nafasi yangu kule ya utawala. Lakini madiwani hawa ndio bunge lenu dogo la maeneo yenu. Kwa mfano halmashauri ya Sumbawanga hapa au manispaa, madiwani wenu ndio bunge lenu dogo. Mapesa yote hawa walioyataja yanashushwa kupitia halmashauri. Hawa madiwani wanapokea na maelekezo ya miradi, wanakubaliana, wanakwenda kutekeleza na kusimamia utekelezaji wa miradi yote. Kwa miradi yote mlioisikia, wasimamizi na wachungaji wa fedha ni hawa madiwani. Ni watu muhimu sana. Sasa ndugu zangu wana Rukwa, naomba mnisikilize vizuri. Kama mmeshapitiwa huko na kusema katika kata hii msimpe huyu wa kijani, mpeni wa rangi hii, mtakuwa mnajichelewesha. Kwa sababu mkiwachanganya wa madiwani watakwenda kubishana. Mradi uende hapa, wengine wanasema hapana. Fedha ziende huku, wengine wanasema hapana. Kwa hiyo mtakuwa mnajichelewesha kwa maendeleo. Niwaombe sana, kawachagueni madiwani hawa tuliokuleteeni Chama cha Mapinduzi. Hawa lugha yao ni moja. Akitokea mmoja wawili kati yao wanafanya ukorofi, chama kitasimama kuwaadabisha. Wakifanya ukorofi wa vyama vingine, chama chetu hakiwezi kuwapa adhabu au kuwaadabisha.
hatutaweza, na huo ukorofi utaendelea kwa miaka 5 ndani ya baraza la madiwani. Kwa hiyo niwaombe sana, mimi nayegombea kiti cha uraisi, wanaogombea ubunge na wanaogombea udiwani, sote wanarukwa, tunaomba kura zenu. Sasa wale wanaosema tutapiga kura kwa rais, wa bunge na madiwani, nione mikono. Wanarukwa mikono juu, nione kura hapa. Na mimi najua kuhesabu kura kwenye uwanja. Naanza kuhesabu hivyo, naanza kwenye mabasi upande huu. Naanza kuzihesabu kura. Haya, walio kwenye mabasi mikono juu. Katikati hapa nimeziona kura, upande huu nimeziona kura, mwisho huku wanarukwa. Asanteni sana. CCM oye! Kazi na utu. Mimi nawashukuru sana sana sana. Sasa sisi mafungu matatu hapa tunaomba tarehe 29, tunamwomba Mungu atuamshe salama na furaha. Niwaombe wakuu wa familia, kama baba au mama, unapotoka asubuhi, toka na vijana wako walioandikishwa kwenye daftari, au balozi wa eneo lako. Hakikisha watu wako wote walioandikwa kwenye daftari wanatoka kwenda kupiga kura. Tukifanya hivyo, asanteni madiwani, asanteni sana. Tumeshaomba kura, asanteni sana. Tukifanya hivyo, tunakwenda kukipa heshima kubwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Tunakwenda kuambia ulimwengu kwamba Tanzania ni Chama cha Mapinduzi. Yanayofanywa haya yote, maendeleo tunayoyapata, ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe wote tarehe 29 tutoke kwa wingi, kwa pamoja, tukapige kura, tuheshimishe chama chetu na mambo yaendelee. Kazi na utu. Sijawasikia Wanasumbawanga, hebu vijana hapa nyamazeni. Wanasumbawanga wanarukwa. Kazi na utu. Na washukuru sana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Sasa tutaonesha hapa jinsi ya kwenda kupiga kura. Naomba wote muangalie kwenye bango litakalowekwa, na wengine waweke macho kwenye skrini, tuoneshe jinsi tunavyokwenda kupiga kura. Asanteni sana. CCM oye! CCM oye! Samia ye! Samia ra! Samia ye! Samia ra! Kazi na utu! Kazi na utu! Samia ra! Mheshimiwa mgombea na mheshimiwa mwenyekiti wetu, hapa kama ulivyosema, tuna bango ambalo linatuonesha mfano wa karatasi ya kupiga kura. Tarehe 29 mwezi huu wa 10 ambao ndio Oktoba, tutapokea karatasi ya ngazi 3. Ngazi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano, ngazi ya wabunge na ngazi ya madiwani. Karatasi yetu itakuwa kama hivi. Sisi Chama cha Mapinduzi, nembo yetu ni ya kijani, nyundo na jembe. Na tuna bahati kwamba mheshimiwa mgombea anatuonyesha pale. Kwa hiyo hii iwe ni kumbukumbu. Sasa hapa mwisho hapa kutakuwa na kisanduku. Kisanduku hiki tunatakiwa kutia alama ya vema. Na vema yenyewe inakuwa hivi, ndugu wanarukwa. Ni vema ambayo inatakiwa itoshe kwenye kisanduku, isipitilize. Ikipitiliza tutakuwa tumeharibu kura. Kwa hiyo kwanza, ukipata karatasi, tuliza kichwa, tafuta nembo ya kijani yenye nyundo na jembe. Angalia, utaona Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nafasi ya kiti cha urais na Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa nafasi
ya mgombea mwenza ambaye ndiyo atakuja kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Kutakuwa na karatasi nyingine yenye wabunge. Hali kadhalika itakuwa na alama hiyo ambayo mheshimiwa mgombea anatuonyesha pale, itakuwa na wagombea wa ubunge. Tafuta eneo la kutia tiki kisanduku kilichopo karibu na mgombea wa CCM. Pale utakuwa umempigia kura yeye. Hali kadhalika diwani, utakuwa umempata mbunge wa CCM, diwani wa CCM. Muhimu sana, angalia rangi yetu kijani na njano, jembe na nyundo. CCM oye! CCM oye! Kuna mwenye swali? Kuna mwenye swali? Tumeelewana? Tumefahamiana? Samia Samia ra. Ndugu zangu Wanarukwa, tuendelee kuwa macho kwa sababu elimu hii itaendelea. Leo hapa tumefanya ni mfano, lakini elimu itaendelea, na tunaomba wenzetu wote wana CCM wa ngazi zote, wakiwemo wagombea wa nafasi zote, tuwe pamoja katika kutoa elimu hii kwa wapiga kura ili tusipoteze kura. Hatutegemei kura hata moja kuharibika. CCM oye! CCM oye! Tunamshukuru mheshimiwa mgombea kwa kutuongoza katika zoezi hili. Asante mheshimiwa.